wakifufuliwa watagawanyika katika makundi mawili, na leo insha Allahu taala tunataka tuyajue haya makundi, lakini pia tujitahadharishe na lile kundi ambalo litakuwa ni katika makundi maovu. Tuzijue alama zake, ili ukiona kwa mtu alama miongoni mwa alama hizo, au ukijigundua wewe una alama miongoni mwa alama hizo, uchukue hatua za haraka sana kujiepusha na hali hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, dhalik, siku hiyo ya Kiyama, yaumun majmu'un lahu nnas, ni siku ambayo watakusanywa watu kwa ajili ya siku hiyo, wa mwanzo na wa mwisho, kuanzia Adam mpaka kiumbe cha mwisho. Wadhalika yaumun mashhud, na hiyo ndiyo siku yenye kushuhudiwa na kila kiumbe. Wama nuakhiruhu, na hatuicheleweshi siku hiyo, illa liajalin ma'dud, isipokuwa ni kwa sababu imewekewa muda maalum. Asije mtu akasema mbona haifiki. Tokea zama hizo watu wanaambiwa kuna siku itakuja, mbona haiji? Haicheleweshwi isipokuwa kuna muda maalumu umewekwa. Ukifika huo muda, hiyo siku itakuja. Yauma yati, siku itakapofika hiyo siku na ikaja ikadhihiri kwa watu, la takallamu nafsun illa biidhni, haitopewa nafasi nafsi yoyote ya binadamu kuzungumza chochote isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum, basi miongoni mwa hao viumbe watakaokusanywa katika siku hiyo, shaqiyun wa sa'idun, kutakuwa na makundi mawili. Kutakuwa na kundi moja la viumbe ambao ni ashqiya, waovu, na kutakuwa na kundi la pili la viumbe ambao ni as-suada, viumbe wema. Leo sisi tunataka kuona alama hapa duniani miongoni mwa alama za hawa waovu ambao Allah amewataja hapa, faminhum shaqiyun, wako miongoni mwao siku hiyo wakifufuliwa, wanafufuliwa katika hali mbaya, hali ya waovu, kiasi cha kwamba Allah anasema fa amma alladhina shaqu, hawa watakaokuwa katika makundi ya waovu hawa, fa finnar, moja kwa moja watakwenda motoni. Lahum fiha zafirun wa shahiqun, huko wataadhibiwa, watapiga kelele sana, lakini haisaidii kitu. Khalidina fiha, watakaa milele katika moto wa Jahannam. Madamati samawati wal ardh, kwa muda wa kudumu mbingu na ardhi, miaka iliyodumu mbingu na ardhi, ndivyo watakavyokaa watu milele motoni. Sasa leo tutumie dakika zetu hizi chache kumsikiliza al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah akitutajia alamatu shaqa ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya, alama za uovu wa mtu. Ukiziona hizi kwa mtu au kwenye nafsi yako mwenyewe, chukua hatua mapema za kumwomba Allah msamaha kwa madhambi yako ulionayo, kwa sababu haziji hizi alama kwa mtu isipokuwa ni kwa sababu ya madhambi anayoyatenda, ni kwa sababu ya uchafu wa nafsi yake, ni kwa sababu ya ubaya wa kushikamana kwake na sheria za Mola wake subhanahu wa ta'ala. Al-alamatu al-ula, asema al-Allama Ibn al-Qayyim, alama ya kwanza ukitaka kujua kwamba huyu mtu ni shaqi, ni muovu, na kuna uwezekano akifufuliwa akafufuliwa katika lile kundi alilosema Allah, faminhum shaqi. Alama ya kwanza ni qillatu tawfiq, uchache, ni mara chache yeye kuwafikishwa katika mambo ya kheri. Ukimwona mtu kwenye mambo ya kheri si mara nyingi kushiriki,
na mambo mengine ni madogo madogo. Muda anao, uwezo anao wa kushiriki, lakini hashiriki. Na wakati mwingine anakumbushwa, bwana hili jambo hili wewe unafaa ulifanye, lakini hashiriki. Hii ni alama ya uovu wa mtu. Qillatu tawfiq, ni mara chache kuwafikishwa katika kheri. Kwa nini? Kwa sababu anasema al-Allama Ibn Kathir rahimahullah, Allahu alimun biman yastahiqu at-tawfiq fayuwaffiqahu. Allah subhanahu wa ta'ala anamjua nani anastahiki kuwafikishwa katika mambo ya kheri. Kheri hii, jambo hili zuri, nani alipate? Allah anajua kwa usafi wa moyo wake. Fayuwaffiqahu, Allah subhanahu wa ta'ala humwafikisha kulipata lile jambo. Wa huwa alimun, na Allah vile vile ni mjuzi, yani Allah anajua, anafahamu, anatambua. Biman yastahiqu alkhudhlana wattarda an janabi al'azami alilahiyya, nani anastahiki kufukuzwa, kutolewa katika ule upande mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kwenye mambo matukufu, mambo ya kheri, yeye hayumo. Allah anamjua kwa sababu ya uchafu wa moyo wake. Alladhi man turida an babihi faqad khaba wa khasira. Upande huo mtu akifukuzwa akatolewa, huyo mtu amekula hasara. Watu wanashiriki katika mambo ya kheri mbalimbali, katika kuwachimbia watu visima, kuwasaidia wasiojiweza, na kusaidia katika marakiz za kielimu, kupeleka nyenzo za elimu mbalimbali. Yeye mtu anayaona hayo, uwezo anao, muda anao, lakini hashiriki. Hii ni alama ya uovu wa mtu, alama ya uovu wa mtu. Alama ya pili katika alama za uovu wa mtu, nafratul khalq, ni viumbe wema kumtenga yeye. Yani wale watu wema huwa hawapendi kukaa na yeye, wanaona dhiki kukaa na yeye, bali wanasema wanaovyuoni, si binadamu tu, hata viumbe mbalimbali alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala huwa vinamkataa huyu mtu. Mfano wa hayo, Allah alipozungumza kuhusiana na Firaun na watu wake walipoangamizwa, Allah alisema maneno, fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu, walipoondoka duniani waovu hawa, fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu, mbingu na ardhi hazikuhuzunika wala hazikulia kwa kuondoka kwao duniani. Wanasema wanawavyuoni, kwa kupitia aya hii ni dalili ya wazi kwamba watu waovu hawahuzunikiwi na viumbe vya Allah, bali viumbe vya Allah hufurahi kuondoka mtu mwovu katika mgongo wa ardhi kwa sababu ya uovu wake aliofanya. Na viumbe wema wanapoondoka duniani huwa wanakimbiliwa na viumbe wema, kama vile malaika na mfano wa viumbe vingine huwa vinalia, kwa nini ameondoka huyu duniani? Mfano wa hayo, kuna sahaba anaitwa Saad ibn Muadh. Huyu ni sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Saad ibn Muadh alisilimu kwa muda mchache sana akafariki, takriban miezi 5-6 alifariki. Lakini siku anafariki Saad ibn Muadh, alionekana Mtume sallallahu alayhi wasallam kufadhaika. Alifadhaika sana, alifadhaika kiasi cha kwamba nguo alikuwa anavaa njiani anajiweka sawa njiani. Anawaambia masahaba wake, inni akhsha an tasbiqana almalaikatu, nahofia mimi malaika wa Allah watatuwahi, watatutangulia kufika kwenye nyumba ya Saad ibn Muadh,
na waanze wao kuukosha mwili wake, kuushughulikia kabla yetu sisi, na mimi nataka niwahi mwanzo kabla ya hao malaika. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bimauti Saad ibn Muadh, kwa sababu ya kifo cha mtu huyu Saad ibn Muadh, ihtazzat arshu rrahman, arshi ya Allah ilitikisika. Arshi ya Allah ilitikisika, ilitetemeka kwa sababu ya kufa kiumbe ardhini. Wafutihat abwabu sama, na ilifunguliwa milango yote ya mbinguni, ilifunguliwa kwa ajili ya kifo cha Saad ibn Muadh. Wa nazalat 70,000 min almalaika, na waliteremka malaika 70,000 kuja kushuhudia mazishi ya Saad ibn Muadh. Kiumbe mwema anapoondoka duniani hali zinakuwa ni hivyo. Kwa nini? Sababu Saad ibn Muadh alikuwa anatoka katika kabila la watu ambao hawautaki Uislamu, na yeye alikuwa ni mtu ambaye anatazamwa vizuri katika kabila lake. Aliposilimu yeye, ikawa ni sababu ya kabila yote kusilimu, ikawa ni sababu ya Uislamu kupata nusra kwa nguvu kwa sababu ya kusilimu kwake. Kisha ndani ya muda mchache mauti yamemkuta Saad ibn Muadh. Malaika wanatetemeka, kila mmoja anataka kuwahi kushika mwili wa Saad ibn Muadh, kuukosha mwili wa Saad ibn Muadh, mpaka Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, kama kuna muombolezaji yoyote anaomboleza, huyo anakuwa ni muongo, isipokuwa waombolezaji walioomboleza kwa kifo cha Saad ibn Muadh, hao ni wa kweli. Sasa angalia mifano hii miwili, tofauti yake ilivyo kubwa. Huyu ameondoka duniani, viumbe vyema vinamlilia, vinampigania, vinahuzunika. Hawa wengine Allah anasema walipoondoka duniani, fama bakat alaihimus samaa, viumbe waovu kwanza wanakataliwa hapa duniani. Nafsi za watu wema zinakuwa haziwapendi, zinawachukia, zinaona dhiki kukaa nao watu hawa. Kisha sio binadamu tu, hata viumbe vingine vilivyobakia, mbingu na ardhi, hazihuzuniki wala hazionyeshi ishara yoyote ya kwamba labda vinasononeka kwa sababu ya kuondoka watu hawa. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu wao. Idhan, alama ya pili, ukijiona wewe kwa maisha yako yalivyo na matendo yako yalivyo, wale watu wema wanakutengatenga, anza kuweka question mark. Kwa nini? Ukimwona mtu wale watu wema wanamkwepa, wanamtengatenga, wanaona dhiki kukaa naye, hii ni ishara ya huyu kiumbe ni muovu. Allah subhanahu wa ta'ala anaondosha mapenzi katika mioyo ya waumini na kujaza chuki katika mioyo ya waumini. Fa inna Allaha idha ahabba abdan nada Jibrila, Allah akimpenda mja humuita Jibril, fayaqulu lahu, anamwambia inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, mimi nampenda fulani na wewe mpende. Wayunadi Jibril ahla samawat, na Jibril anawanadia wote walioko mbinguni katika malaika na viumbe, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, hakika Allah anampenda mtu fulani na nyinyi mpendeni. Thumma yuj'alu hubbuhu fi qulubi jami'il makhluqat, kisha yanawekwa mapenzi ya kupendwa kiumbe yule katika viumbe vyote vilivyobaki. Watu wema
wakionyesha ishara ya kumchukia mtu fulani, kumtenga, hiyo ni alama ya uovu wake. Huenda umefikia wakati Allah ameondosha mapenzi katika mioyo ya viumbe wema kumpenda mtu huyo. Hiyo ni alama ya pili ya mtu mwovu. Faminhum shaqiyun, siku ya kiyama watafufuliwa katika hali mbaya. Alama ya tatu ni fasadul qalbi, moyo kuharibika. Moyo wa kiumbe ukifikia pahala ukiharibika. Kuharibika moyo maana yake nini? Kuharibika moyo ni kuwa mtu hapendi mambo ya kheri, bali kinyume chake anastaladh, anaona raha kwa mambo maovu. Ukifikia pahala ibada kama ibada, huyu mtu haionei ladha, anaona kama ni karaha, amekirihishwa kuifanya ibada. Lakini kwenye mambo maovu ana nashato na uchangamfu. Kwenye swala ya tarawehe, swala ile ile inachukua saa moja na robo, ana swali kwa uvivu, ana laani katika nafsi yake. Imamu huyu anasoma taratibu, huyo muda huo wa saa moja na robo, moja na nusu, ana uwezo wa kusimama pahala akaangalia mpira mpaka extra time, mpaka penalty zikapigwa, na anastaladha, anaona raha. Hii ni ishara mbaya. Mambo ya kipuuzi moyo wake unayachangamkia, na anaangalia saa ngapi tutakwenda huko, asije akakosa. Mambo ya kheri moyo hauna uchangamfu, unaona uvivu, bali unaona dhiki. Sasa hivi itafika muda wa jambo fulani na ni jambo la kheri, moyo wake unaona uvivu. Huu moyo umefisidika. Na kufisidika kwa moyo natija yake ni nini? Kufisidika kwa moyo maana yake viungo vyake vyote vinakuwa haviko tayari kufanya mambo ya kheri. Mtume kasema sallallahu alayhi wasallam, asema Rasulullah, inna fil jasadi mudgha, katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, idha salahat salaha aljasadu kullu, kikitengenea hicho kikawa kizuri, mwili wote unatengenea. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na kikiharibika hicho mwili wote unaharibika. Yani macho yatamaasi Allah, mikono, miguu, mdomo, viungo vyote vitaharibika, vitatenda madhambi kwa wingi kwa sababu ya hicho kipande cha nyama kimoja. Ala wa hiya alqalb, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fahamuni, hicho kipande cha nyama ni moyo. Moyo ukisha kuharibika, moyo ukiwa ni mchafu, basi mwanadamu huyu hafanikiwi, matendo yake hayawi mazuri. Na mwenyewe akijitathmini katika siku yenye masaa 24, mazuri yake na mabaya yake yepi mengi, atagundua kwamba mabaya yake ni mengi kuliko mazuri. Yani namna alivyotumia macho yake kwa siku kwenye kutazama ya kumkasirisha Allah, atagundua kwamba ni dakika nyingi ametumia macho yake kwenye kumkasirisha Allah kuliko kuyatumia macho yake kwenye kumfurahisha Allah. Hii ni tathmini ya kiungo kimoja baada ya kimoja. Sikio lake kwa siku nzima amesikiza nini cha kumkasirisha Allah na amesikiza nini cha kumridhisha Allah. Akipima atagundua muda mwingi nimekaa kusikiza kumkasirisha Allah. Mdomo wake akiutathmini kwa siku nzima, amezungumza mangapi ya kumkasirisha Allah na mangapi ya kumridhisha Allah, atagundua maovu yake ni mengi kuliko mema yake. Hii ni dalili kwamba moyo umeharibika, na Mtume anasema moyo ukiharibika ndio viungo vyote vinaharibika, kwa sababu moyo ndio controller anayekontroli viungo vyote vilivyobakia. Fasadul qalb, moyo huu unaharibika ndugu zangu kwa sababu ya madhambi. Kila mtu anavyotenda madhambi, moyo unazidi kufa. Na hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, awaman kana maita fa ahyainahu
waja'alna lahu nura yamshi bihi fi nnas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha. Hivi yule kiumbe ambaye ni maiti, fa ahyainahu, tukampa uhai. Kufa ya hapa si kufa hii tunayojua sisi ya kutoka roho, ni kufa ya moyo. Haelewi, maovu matupu. Allah anasema tukimpa uhai, waja'alna lahu nura, tukamjalia na nuru ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamshi bihi fi nnas, akawa anazunguka nayo kwa watu. Sasa anaishi maisha mazuri, maisha ya Qur'an, maisha ya sunna, maisha yenye athari ya dini. Kama mathaluhu fi dhulumat, hivi mtu huyu utamfananisha na yule mtu ambaye yupo katika viza vya maasi, viza vya shirki, viza vya bid'a, viza vya kila aina, moyo wake umekufa. Hivi hawa watu wanaweza kuwa sawa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawawezi kuwa sawa watu hawa. Idhan, alama ya tatu ya mtu muovu ni moyo wake kuwa umefisidika, moyo mgonjwa, bali moyo umekufa, hauamki kabisa kwenye mambo ya kheri, bali ni moyo unaopenda mambo ya shari. Kadhalik, jambo la 4 katika alama ni mahqul barakati fi rizqi wal umr, ni Allah kuondosha baraka katika riziki ya mja na katika umri wake. Na hapa maulama wanaweka tanbihi. Watu wengi wanafahamu kubarikiwa ni kule kuwa mtu anapewa nyingi, asema alhamdulillah, biashara Mwenyezi Mungu ameibariki. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaingiza. Hapana. Baraka katika jambo linabeba mambo matatu. Al-amru al-awwal al-ihsan, ihsanu Allah ila hadha al-shakhs. Al-amru al-thani al-in'am, wal-amru al-thalith daf'u ad-dhurri. Katika lile jambo ni Allah tabaraka wa taala kufanya ihsan katika lile jambo. Maana yake nini? Ni Allah tabaraka wa taala kumlinda mwanadamu huyu katika lile jambo, hamuasi Allah kupitia kitu kile, ambao huyu Allah amemtilia baraka kwenye mali yake, kwa sababu Allah amemwekea ihsan, hamuasi Allah kupitia ile mali. Hiyo ni sampuli ya kwanza. Sampuli ya pili ni in'am, kuendelea kumneemesha, ni ile mali anaikuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakati huo Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia ihsan, anaitumia vizuri mali yake, hamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia mali. Kadhalika wakati huo Allah anaiongeza ile mali. Lakini ikiwa mali ile inaongezeka na upande wa pili inatumika katika maovu, hiyo mali haina baraka. Tutataja alama alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hiyo ni ishara, hiyo mali haina baraka. Na jambo la tatu ni daf'u dhurri, ni Allah subhanahu wa ta'ala kuondosha maafa, kuondosha mabalaa, kuondosha misiba katika lile jambo, kwamba hili jambo Allah amelibariki. Sasa inawezekana mtu akaona kwa ufahamu wake mdogo kwamba huyu amebarikiwa, ameanzisha biashara kwa muda mfupi, ghafla imekuwa amebarikiwa. Lakini muovu, watu wote wanajua kwamba huyu ni mzinifu, huyu mtu ni mlevi, huyu mtu ana sponsor, yani anafadhili mambo machafu, mambo maovu, huyu anajulikana. Sasa mbona mali yake inaongezeka? Ndiyo kubarikiwa kule. Qur'an inasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala yahsabanna alladhina kafaru, wala wasidhanie waliokufuru, annama numli lahum khairun li anfusihim, kwamba vile kwamba sisi tunawapa mali,
tunawaongezea. Hiyo ni kheri kwa nafsi zao, wasidhanie hivyo. Innama numli lahum, hakika sisi tunawaongezea, liyazdadu ithma, ili wazidishe madhambi. Kumbe wakati mwingine mtu muovu Allah anamuongezea katika kipato chake, ili kile kipato akitumie zaidi katika madhambi. Walahum adhabun muhinun, ili siku ya Kiyama wakikutana na Allah wakutane naye katika adhabu yenye kufedhehesha. Wewe si mlevi, na Allah tabaraka wa taala ashamkasirikia mlevi huyu, hataki atubie. Asa akiwa hataki huyu mtu atubie, anataka kumwadhibu, basi humsahaulisha tauba. Kusahaulishwa tauba ni vipi? Kupewa raha, kwa sababu imeonekana kiumbe akiwa na dhiki ndo humkumbuka Mungu. Sema maisha sasa hivi kidogo yameharibika, kidogo mambo yana dhiki, hebu acha nende msikitini nikaombe. Akiwa na dhiki, akishakuwa na raha zake wala hana habari. Sasa Allah hutumia silaha hiyo kumwadhibu muovu huyu. Sitaki kabisa akumbuke kutubia, unataka nimtie adabu. Lakini vipi? Atamweka mbali na tauba, anamfungulia. Akimfungulia yule anazidi kujiachia katika anasa zake, katika starehe zake, ghafla mauti yamemfika. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko wazi, idha raaita Allah yu'ti al-abda ala maasihi, ukimwona Allah anampa mja wake, anampa mwanadamu pamoja na madhambi alionayo, fa'lam annama huwa istidrajun, fahamu kwamba hicho kinachoendelea hapo kinaitwa istidraj. Istidraj nini? Istidraj ndiyo ile Allah aliyotaja, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Sisi tunawanyemelea, tunawavizia, tunawasogelea karibu sana, wao wenyewe hawajui. Istidraj. Kwa hiyo anapewa nenda kwenye maovu, anakwenda kwenye maovu. Na katika aya nyingine Allah anasema, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat, hivi wanadhania vile kila tukiwapatia mali, tukiwapatia watoto ndiyo tumewasogeza katika kheri. Wao ni waovu, halafu wanapewa mali, wanapewa na watoto wengi. Hawa waovu wanadhania kwamba hiyo ni kheri kwao. Bal la yash'urun, bali wao hawatambui mwenendo wa Mwenyezi Mungu katika kuadhibu waovu kama hawa. Kwa hivyo ukiambiwa hii mali haina baraka, wewe usianze kuuliza ukasema haina baraka vipi, na huyu kila siku mali yake inakuwa tu. Usifikirie baraka ni kuongezeka tu. Baraka ni ile mali Allah kwanza kuilinda na madhara, lakini pia vile vile Allah kuifanyia ihsan, kumlinda huyu mwanadamu asiitumie hii mali katika mambo ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mali inakuwa imebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma nasu ma dhukiru bihi, hawa watu waovu hawa walipopuuza yale mawaidha wanayopewa na ukumbusho wanaopewa. Sikiza adabu aliyowatia, adabu aliyowapatia, fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia milango ya kila kitu. Hawa watu ni waovu, wamekataa makumbusho wanayopewa, adabu yao, adhabu yao hapa duniani. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, tukawafungulia milango ya kila kitu, biashara, kilimo, uvuvi na hivi na vile, yote Allah kafungulia. Ili iweje? Hatta idha farihu bima utu, mpaka pale wanapoyafurahia yale waliopewa, wakaona kwamba sisi maisha tumeyaweza, mambo yetu yanaenda vizuri, riziki zinaongezeka, hakuna shida.
kama ingelikuwa Mungu tunamkasirisha, mbona aendelee kutupa? Wanadhania hivyo wao. Hata idha farihu bima utu, pale walipofurahia yale waliopewa na Allah, asema akhadhnahum baghtatan, tukawashika tukawachukua ghafla, wakaondoka duniani. Fa idha hum mublisun, tahamaki wanajikuta mbele ya Allah mublisun, yani washakata tamaa kwa vile walivyomkuta Allah amewakasirikia. Wanakata tamaa kwamba iko siku sisi tutamaliza hii adhabu ya Allah. Wanakata tamaa, jua hii ni adhabu, ni adhaban saada, ni adhabu yenye kupanda juu tu, hakuna kushuka chini. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Kwa hivyo miongoni mwa alama zenye kuonyesha kwamba mtu huyu ni muovu ni Allah kumuondoshea baraka katika mali yake, katika riziki yake, kumuondoshea baraka katika umri wake. Kuondoshwa baraka katika umri maana yake nini? Ule umri wake hautumii kabisa katika mambo ya kheri. Inaweza ikaingia Ramadhani mpaka ikatoka, yeye hajaongeza chochote katika kheri. Huyu mtu ameondoshewa baraka ya ule umri. Yani kuingia kwa Ramadhani na kutoka kwa Ramadhani kwake yeye ni sawa, yani hajahisi kitu. Hajaongeza idadi ya sala za sunna, hajaongeza idadi ya sadaka zake, hajaongeza idadi ya qiyamul layl, hajaongeza ucha Mungu wake, hajaongeza lolote. Yani Ramadhani imekuja imeisha, hayumo katika walioachwa huru na moto, hayumo katika waliosamehewa madhambi yao, hayumo katika waliopewa rahma na Allah. Huyu mtu umri wake umeondoshewa baraka, hauna baraka umri huu. Yani ni umri kama punda anaishi, anaenda, anakula, analala, akikutana na punda jike anastarehe naye, anamuingilia. Sasa huyu na huyu binadamu na huyu punda tofauti yao nini? alladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum. Wanakula ovyo, wanastarehe ovyo kama wanavyokula nyama. Umri huu hauna baraka. Umri wenye baraka ni umri ambao ndani ya muda mfupi mtu ameongeza kiwango chake cha kielimu, amehifadhi Qur'an, amejua mambo katika dini aliyokuwa hayajui ndani ya muda mfupi. Huu umri una baraka. Ndani ya muda mfupi ameongeza kheri nyingi. Ramadhani imekuja siku 30, amepata mule ndani mna Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ni khairun min 1000 shahr. Huyu umri wake una baraka kwa sababu anavuna katika zile sehemu nyeti ambazo Allah anazileta katika ardhi, zinapita zinaondoka, hakosi. Funga za sunna Jumatatu Alhamisi hakosi. Funga za sunna al-ayyamul bidha, masiku meupe katika kila mwezi, hakosi. Huyu umri wake umebarikiwa. Yule ambaye yeye muda wake ni kulala, kuamka, kwenda kazini, kurudi, kula, kutoka na watoto wake wakenda wakastarehe huku na huku, yani ukizungusha ile rutini yake haina ibada mle ndani, hana adhkar, hamdhukuru Allah siku nzima. Lau kama sikumswalia mtume ndani ya swala, asingemswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu umri wake hauna baraka. Umri anao lakini hauna baraka. Tayib, nataka leo tusitopie hapa kwa ajili ya kuhifadhi huu muda, na insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia tena tukipata fursa tutakuja kuendelea kutajiana hizi alamat. Ni muhimu sana kwa sababu unaweza ukajitathmini wewe. Si lazima binadamu awe na yoyote mambo haya, kwamba binadamu huyo yeye ndio ana qillatu tawfiqi, ana fasadul qalbi, ana maqul baraka. La, si lazima, lakini inawezekana jambo moja tu likamkuta kiumbe huyu ikawa ni alama kwamba huyu mtu ni muovu. Kwa nini Allah hamuwafikishi katika mambo ya kheri? Yani kila jambo la kheri yeye hayumo, huko kwingine kote uko vizuri. Pengine pesa yake ina baraka, mali yake ina baraka,
anaitumia vizuri, lakini mbona huyu viumbe hawampendi? Mbona hivi? Yani inawezekana jambo hili au hili ukaligundua lipo kwa mtu au lipo kwako, unafanya tathmini mapema. Hii imeambiwa ni alama miongoni mwa alama zile. Wacha niisafishe mapema, niondoshe mapema, nimuombe Allah msamaha kama nimemkosea kwa jambo, halafu baada ya hapo unajipanga upya. Na haya yote tunayoyataja hapa, dawa yake ni moja tu, dawa yake ni moja tu. innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, alistiqama. Qul amantu billah thumma istaqim, dawa yake ni moja tu. Kuna kitu kinaitwa al-istiqama, kushikamana na dini bila ya kuyumba, kujifunza mambo ya dini na ukisha kuyajua bila ya kuyumba. Hii ndiyo dini, hivi ndivyo ilivyo. Ukianza kuangalia watu wanataka nini, wanasema nini, ndiyo huyu atakuvuta kwenye uovu huu, huyu atakuvuta kwenye uovu huu, huyu atakuvuta kwenye uovu, tamaki dini yako inakuwa haina thamani. Lakini ukisimama kwenye dini, ukisimama kwenye dini kisawasawa, ndani ya familia yako, ukiwa ndani ya nyumba yako, ukiwa nje, ukija msikitini, ukiwa kwenye kazi zako, umesimama na dini vile inavyokutaka, tahamaki wewe upo katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yako yote Allah subhanahu wa ta'ala anayahifadhi. tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ndio siri hiyo. Mtu akiwa na istiqama, malaika wa Allah wakati pale anakufa watakuja kumpa hii siri, watamwambia wewe ulikuwa hujui, nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Uko duniani wakati wewe unaishi, unazunguka, unakwenda unarudi, sisi ndio tulitumwa na Allah tuwe pembeni yako. Akitaka kwenda kwenye uovu, wale malaika wanatafuta kila njia huyu hendi katika uovu. Istiqama, uwe mkweli katika moyo wako, mimi dini yangu sitaki mchezo nayo, mimi ibada zangu sitaki maskhara nazo. Yani jambo hili ndio linivunjia ibada zangu? Hapana. Una istiqama. Ukiwa mkweli kiasi hicho na istiqama, basi wale malaika ndio wanakuwa auliyauk, lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amri llah. Kuna malaika Allah anawatuma mbele, nyuma, kulia, kushoto, wanakuhifadhi wewe kwa amri ya Allah. Haya ni maneno ya Allah katika Qur'an. Lakini yataka istiqama, yataka wewe uwe mkweli wa moyo wako, usiwe mbabaishaji, unalolitaka ndilo, usilolitaka sila. Hapana, kuwa mkweli. Basi hiyo ndiyo dawa ya haya yote tunayoyataja. Sababu ukipata hifadhi ya malaika kwa amri ya Allah, wewe umefanikiwa, min alfaizina insha Allah, min alfaizin. Tumombe Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.